ZANU-PF, FRELIMO, SWAPO, CNDD, FDD, NRM na MPLA, wagombea wa ubunge wa hapa Mwanza na kote nchini mliopo, wagombea wote wa CCM kwa nafasi za udiwani, waheshimiwa viongozi wetu wa dini, wazee wetu pamoja na viongozi wa kimila, machifu, vyombo vya habari, vikundi vya burudani na hamasa, wana CCM wote mliopo hapa na walioko kokote nchini, ndugu wananchi, CCM oye! Kazi na utu. Ndugu zangu, kwanza nianze na shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha sote tukiwa salama hapa Mwanza. Naomba muungane nami kuendelea kumshukuru Mungu kwa kutujalia afya njema na uwezo wa kuzunguka nchi nzima kuomba kura kwa ajili ya chama chetu, Chama cha Mapinduzi. Shukrani zetu pia ni kwa uongozi wa CCM na jumuiya zake, UWT, wazazi na vijana, ngazi zote kuanzia taifa, mkoa hadi wilaya, na wote waliosaidiana nao katika kuandaa ziara zetu za kuomba kura mikoani katika mikoa mbalimbali. Na washukuru waratibu wa kampeni za kanda zote, wazee wa chama na wadhamini wa chama chetu kwa umahiri wao wa kuunganisha harakati za viongozi na wanachama wa CCM na wananchi katika kukisemea chama na kupanga vyema uingiaji wetu kwenye uchaguzi huu. Halikadhalika, tulipata ushirikiano mkubwa kwa viongozi wa dini wa madhehebu mbalimbali nchini. Tulifanya kazi kwa karibu zaidi na TCC, TEC, KKT, CPCT, AIC, Waadventisti wa Sabato, Anglican, hao ni kwa upande wa dini ya Kikristo, lakini kwa upande wa dini ya Kiislamu tulifanya kazi kwa karibu zaidi na BAKWATA, Istighama, Shia, Bohora, Ahmadiyya na madhehebu mengine ambayo sikuyataja. Vile vile tulikuwa kwa nyakati mbalimbali tukiwaona monks wa dini ya Buddha na wenyewe wakishiriki katika maombi na dua mbalimbali. Viongozi wa dini walijitoa katika maombi, dua na sala kabla ya kuanza kwa kampeni, wakati wa kampeni, na wanaendelea sasa tunavyoingia kwenye uchaguzi. Viongozi wa dini tunawashukuru sana na tunawasihi muendelee kuliombea taifa letu na viongozi wake. Pongezi na shukrani pia kwa makundi ya sanaa, wanamuziki wote, singeli, bongo flavor, taarab, hip hop, dansi na ngoma za asili na wengine wote ambao sikuwataja lakini walishiriki. Tumia mitandao ya kijamii kwa fursa. Ukipokea ujumbe wa uzushi au upotoshaji, usiusambaze. Futa, delete kabisa. Ukipokea ujumbe wenye chuki au udhalilishaji, usiusambaze. Futa, delete kabisa. Ukipokea picha mnato au jongefu zilizobadilishwa au kutengenezwa na kileunde kwa lengo la upotoshaji, usisambaze. Futa, delete kabisa. Ukipokea maudhui yenye utata au uchochezi, usisambaze. Futa, delete kabisa. Tumia mawasiliano kujiletea maendeleo. Mawasiliano ni fursa. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mamlaka bajaji, jumuiya za wafugaji na washirika, kwa kutaja hayo makundi machache. Shukrani za dhati kwa waandishi wa habari wa televisheni, radio, magazeti na mitandao ya kijamii. Walikuwa nasi bega kwa bega na kutoa taarifa kwa umma kuhusu yale yote yaliyotokea katika vuguvugu la kampeni. Na vipongeza sana vyombo vya habari nchini kupitia wahariri wakuu wa vyombo kwa kukubaliana na kusaini tamko
la kufanya kazi kwa umahiri bila uchochezi wakati huu wa uchaguzi. Tulikuwa pia na makundi ya kijamii, NGOs, wazee mashuhuri wa maeneo mbalimbali, machifu, wazee wa kimila, sungusungu na mengine kadhaa. Kwa ujumla, tunawashukuru wananchi wote nchini kwa kujitokeza kwa wingi katika mikutano kwa bashasha na uchangamfu mkubwa. Tanzania oye! Ninapomalizia kutoa shukrani zetu, nizielekeze kwa waliotusafirisha kwenda maeneo mbalimbali: madereva, marubani, manahodha na wasaidizi wao, kwa kutusafirisha kwa uangalifu mkubwa na kwa usalama. Nimetaja wote kwa sababu tulisafiri kwa barabara, kwa reli, kwa anga na tulivuka kupitia maji. Ndugu zangu, nilipokuja Mwanza kwa ajili ya kampeni tarehe 7 na 8 Oktoba, niliahidi kuwa nitarudi Mwanza. Leo nimerudi Mwanza. Na katika mkutano huu wa kufunga kampeni zetu za uchaguzi, na waona wananchi wakiwa na hali ile ile ya uchangamfu na bashasha, wakiwa wamejawa na matumaini kwa Chama cha Mapinduzi. Nikiri tu kwamba Mwanza na kanda ya Ziwa kwa ujumla mmetia fora. Mwanza oye! Kanda ya Ziwa safi! Kwa kweli nimeelemewa na upendo wenu na imani yenu kubwa kwa chama chetu na wagombea wake. Hakika leo Mwanza mmefurika. Tunaishukuru sana sana kamati ya maandalizi ya mkutano huu ikiongozwa na kaka yetu Comrade Gachuma. Wamefanya kazi nzuri, wabeja sana. Ndugu zangu, pamoja na kumshukuru Mungu kwa amani ilivyotawala nchini, hatuna budi kuvishukuru kwa dhati vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kwa kuhakikisha nchi inakuwa salama na utulivu wa kutosha. Nimekutana na makundi ya waangalizi wa uchaguzi waliokuja kuangalia tunavyofanya na yanayotokea katika uchaguzi wetu. Jambo waliloliona kubwa zaidi ya yote ni kuwa nchi inakwenda kwenye uchaguzi bila kuonekana dalili zozote za vuguvugu la uvunjifu wa amani. Walishangaa sana na wametupongeza sana Tanzania. Hii ni sifa kubwa kwa nchi yetu. Kwa ajili hiyo, nami niungane na wito wa vikosi vya ulinzi na usalama nchini kwamba tukapige kura na turudi nyumbani kuendelea na mambo mengine, ili amani na utulivu uendelee kutamalaki. Ndugu zangu, katika hatua nyingine, mmeshuhudia tukipokea vijana kutoka vyama vya upinzani wakija CCM. Kwa nitumie fursa hii kuwashukuru vijana hawa wa Kitanzania kwa kuamua kuachana na upinzani na kurudi nyumbani. Ama kweli wahenga wamesema, kweli ikidhihiri uongo hujitenga. Kweli imedhihiri na vijana hawa wako tayari kumwaga ukweli na kufanya ule uongo wanaouzua ujitenge. Ndugu zangu, tunapofunga kampeni leo, uongozi mzima wa Chama cha Mapinduzi tumekuja kwenu kwa mara ya mwisho kabla ya kuingia kwenye uchaguzi kesho, kuwaomba mtupigie kura ya rais, wabunge na madiwani wa Chama cha Mapinduzi kwa upande wa Tanzania bara, na kwa wale wanaotuangalia kwenye vyombo mbalimbali vya habari, tunawaomba kwa upande wa Zanzibar wapige kura ya rais. Tumia mitandao ya kijamii kwa fursa. Ukipokea ujumbe wa uzushi au upotoshaji, usiusambaze. Futa, delete kabisa. Ukipokea ujumbe wenye chuki au udhalilishaji, usiusambaze. Futa, delete kabisa. Ukipokea picha mnato au jongefu,
zilizobadilishwa au kutengenezwa na Kilunde kwa lengo la upotoshaji. Usisambaze. Futa, delete kabisa. Ukipokea maudhui yenye utata au uchochezi, usisambaze. Futa, delete kabisa. Tumia mawasiliano kujiletea maendeleo. Mawasiliano ni fursa. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mamlaka. Na mkutano wetu huu wa mwisho, hili halina mjadala. Inategemea tunashinda kwa kiasi gani. Sasa shabaha yetu ni kushinda uchaguzi mkuu na kuendelea kuongoza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Lengo letu kuu ni kulinda na kuendeleza matunda ya uhuru wetu na mapinduzi matukufu ya Zanzibar, na vile vile kudumisha muungano wetu. Kwa ajili hiyo, niwaombe ndugu zangu wana CCM na wananchi wote wa Tanzania kwa jumla, tuunganishe nguvu kwa kukichagua Chama cha Mapinduzi, kwa sababu umoja ni ushindi. Mimi na mgombea mwenza pamoja na viongozi wengine wa chama chetu na jumuiya zake tulitembea nchi nzima kwa barabara, anga, reli na kuvuka maji kueleza kazi kubwa iliyofanywa na Chama cha Mapinduzi kwa miaka 5 iliyopita na kueleza utayari wetu kuiletea nchi maendeleo makubwa zaidi katika kipindi cha miaka 5 ijayo, kama tulivyoahidi kupitia ilani yetu ya uchaguzi ya mwaka 25-30. Tulitumia siku 60 ukiacha siku tuliozindua na leo tunayofunga, lakini 60 za kuzunguka, kiongeza na hizi mbili ni 62. Tumezunguka mikoa yote. Tulikutana na wananchi kwenye mikutano 114 kwa lengo la kusaka kura za Chama cha Mapinduzi. Kote tulipozunguka, ujumbe wetu kwa Watanzania ni kuwaomba watupigie kura ili tutekeleze kauli mbiu yetu ya kazi na utu, tunasonga mbele. Kwa nini kazi na utu? Mtakumbuka kama ilivyosemwa hapa, mtangulizi wetu, mpendwa wetu hayati Dr. John Pombe Magufuli alikuja na kauli mbiu ya hapa kazi tu. Alilenga kukuza nidhamu ya kufanya kazi, kuondosha uzembe kazini na kujenga miundombinu ya kuleta mapinduzi ya kiuchumi. Mwenyezi Mungu hakutupangia kumaliza naye kazi hiyo. Alimuhitaji na kumuita kwake kabla ya kukamilisha kazi aliyotaka kuifanya. Mola Muumba aendelee kumpa mapumziko ya amani. Amen. Mwenzetu aliondoka katika kipindi kigumu kama walivyosema wengine hapa, kipindi cha janga la maradhi ya uviko ambako uchumi wa dunia ulikuwa umeyumba na vivyo hivyo kuyumbisha uchumi wetu pia. Takriban ajira 1.5 milioni zilisimama katika sekta ya utalii nchini. Mzunguko wa fedha ukawa finyu, uwekezaji kutoka nje ukasimama. Makusanyo ya serikali yalishuka, na wakati huo huo miradi ya kimkakati ikiwa katika hatua za awali za utekelezaji wake. Nilipokabidhiwa dhima ya kuendesha nchi hii, nilijikabidhi kwa Mungu, nikasema kazi iliyoanzishwa iendelee. Nashukuru kwa jaala ya Mungu na ushirikiano wetu wa Tanzania sote, kazi iliendelezwa kwa ufanisi mkubwa kama ilivyoelezwa hapa na walionitangulia kusema. CCM iliahidi na CCM ilitekeleza. Ndugu zangu, mbali na miradi ya miundombinu, tulifanya mageuzi ya kuboresha sheria na mifumo ili kujenga mazingira bora zaidi na kurudisha imani kwa sekta binafsi kuweza kuwekeza na kufanya biashara nchini. Sekta ya fedha imesimamiwa kwa ukaribu zaidi. Tumeweza kuongeza ukusanyaji wa mapato ya ndani na matokeo yake uchumi umerejea katika afya yake na unaendelea kukua kwa kasi. Kuongezeka kwa mapato kumeongeza pia uwezo wa serikali kujiendesha
ikiwemo kuajiri zaidi na kuongeza mishahara na maslahi ya wafanyakazi. Tumeweza kulipa na kuhimili madeni ya nje na wazabuni wa ndani. Tumeimarisha taasisi za utoaji wa haki na kutoa misaada ya kisheria kwa wananchi ili kulinda haki zao. Aidha, kwa kiasi fulani tulifanikiwa pia kuamsha ari ya michezo nchini. Kwa ujumla, kazi iliyofanywa na serikali ya Chama cha Mapinduzi katika miaka 5 iliyopita inaonekana na inapimika. CCM oyee! Ndugu wana CCM na ndugu wananchi, kipindi cha pili cha awamu ya 6 kina kauli mbiu au itikadi inayosema kazi na utu, kwamba mtu anakamilika pale utu wake unapoimarika, unapothaminiwa na kuheshimika. Hapo mtu anakuwa amekamilika. Tumezunguka nchi nzima kuieleza ilani ya uchaguzi ya mwaka 25-30, ila kwa kuwa tunatekeleza maendeleo jumuishi, tuliona ni vyema kusikiliza vipaumbele vinavyotokana na mahitaji ya wananchi. Pia tulisikia hamu kubwa ya wananchi katika mwendelezo wa huduma za jamii, yani maji, afya, elimu na umeme, na pia wakitamani sana serikali iweke nguvu kubwa kwenye ujenzi wa miundombinu na hasa barabara za wilaya na barabara za vijijini pamoja na madaraja. Hili lilijitokeza kuwa ndio kipaumbele cha kwanza. Lakini swala la pili ni swala la ajira na uwezeshaji wa wananchi kiuchumi ili kuweza kujipatia kipato na kuishi maisha ya staha na matumaini. Na swala la tatu, pamoja na kazi kubwa iliyofanyika, bado upatikanaji wa maji safi na salama uliibuliwa kuwa ni changamoto kwa baadhi ya maeneo. Kwa hivyo ndivyo vipaumbele vya juu kutoka kwa wananchi, kwa tunaenda kuvitekeleza pamoja na ahadi tulizoziweka kwenye ilani ya uchaguzi. Hivyo basi, mkituchagua au mkituchagua tena kwa kipindi cha miaka 5 ijayo, tutatafsiri utu kwa vitendo kama ifuatavyo. Kwanza, utu ni kuwa na uhakika wa chakula, maji safi na salama kwa kila kaya, kupata huduma za afya inavyostahiki, kuimarika kwa huduma za kupata elimu ya maarifa na elimu ujuzi kwa kadri ya uwezo wa mwanafunzi, na kulinda haki na usalama wa raia wa Tanzania. Lakini namba 2, utu utaimarishwa na kuendelezwa ikiwa tutafanya ujenzi wa miundombinu wa usafiri na usafirishaji kwa watu na bidhaa ili kurahisisha shughuli za kiuchumi. Aidha, kukuza wigo wa mashirikiano na sekta binafsi ya ndani na nje ya nchi ili kuongeza uwekezaji, kuimarisha biashara na kutengeneza ajira. Namba 3, tunakusudia kuikuza sekta ya uzalishaji ikijumuisha kilimo cha mazao ya chakula na biashara, ufugaji na uvuvi ikue kwa 10% ifikapo mwaka 2030 ili iweze kuongeza uwepo wa viwanda vya kuongeza thamani ya mazao na bidhaa zetu. Namba 4 ni sekta ya madini ambayo imekuwa ina mchango mzuri kwenye pato la taifa. Tunajipanga kuongeza upimaji wa maeneo mapya ya madini ili kutambua aina na kiwango cha madini yaliyopo katika maeneo hayo. Azma yetu ni kutanua shughuli za kiuchumi na hasa kwa vijana wetu wa Kitanzania. Sambamba na shughuli hiyo, kutajengwa maabara za kisasa za kanda za madini na kujenga kinu kikubwa cha kuchenjulia madini hapa nchini badala ya kupeleka makinikia nje ya nchi. Tunataka kuongeza mchango wa sekta ya madini katika kutengeneza ajira nyingi za vijana. Namba 5, kwenye sekta ya utalii, lengo letu ni kuongeza mapato yatokanayo na sekta hii kwa kuongeza uwekezaji na kuvutia watalii wengi zaidi kutembelea vivutio vyetu. Tunataka kufikia watalii milioni 8 ifikapo mwaka 2030, na hili ni ongezeko
la watalii takriban milioni 3. Namba 6, tutaendelea na kazi ya kumalizia kusambaza umeme nchi nzima na kuongeza uzalishaji wa nishati au nishati ya umeme kutokana na gesi, joto ardhi, upepo, jua na nyuklia kufikia megawati 8,000 ifikapo mwaka 2030. Dunia ya sasa, umeme ni nyenzo muhimu kwa maendeleo na maisha ya mwanadamu, kwa tunakwenda kuongeza kiasi hicho cha umeme. Namba 7, tutafanya utambuzi wa biashara ndogo ndogo ikiwemo mamalishe, machinga, maafisa usafirishaji, bodaboda na bajaji na nyinginezo kwa ajili ya kuzirasimisha, kuingizwa kwenye mipango ya maendeleo ya nchi na kuendelezwa. Vile vile tutatizama kwa karibu biashara bunifu au startups kwa kutunga sera maalum itakayoweza kuzilea na kukuza kampuni hizo. Sambamba na hilo, katika kutekeleza mkakati wetu wa uchumi wa kidigiti, tutajenga kituo cha teknolojia bunifu kuwezesha vijana wetu kuingia vyema kwenye fani hizo na kuwajengea uwezo wa kuzifuata fursa za uchumi wa kidigiti duniani kote. Namba 8, tutapandisha thamani ya kazi za wasanii na wanamichezo wetu kwa kulinda milki ya kazi zao, kupata stahiki zinazolingana na jasho lao, kuwawezesha kwa mahitaji na nyenzo kiteknolojia pia, na kuwatengenezea mazingira ya kutanua wigo na kupandisha hadhi za shughuli zao ndani na nje ya nchi. Tunadhamiria kujenga studio ya kisasa ya filamu na ukumbi wa kisasa wa burudani na michezo. Aidha, tutatumia fursa ya uwenyeji wa mashindano ya soka Afrika ya AFCON kuboresha viwanja vilivyopo na kuendelea kujenga vipya. Safari yetu ya maendeleo nchini inajumuisha kila raia wa Tanzania. Hivyo basi, hatoachwa mtu nyuma kwa sababu ya hali yake ya maumbile, jinsia yake, rangi yake, kabila lake, dini yake, mahali alipotoka au asili yake. Mwanadamu Mtanzania katika hali yoyote ile, tutahakikisha haachwi nyuma kwenye maendeleo. Jambo jingine la 9 ni swala la usalama wa raia na mali zao na uhakika wa kupata ulinzi wa kisheria na kupata haki kwa wakati na kwa gharama inayohimilika. Ni eneo jingine linaloheshimu utu wa mtu. Kwenye hili taendelea kutekeleza mapendekezo yaliyotolewa na Tume ya Haki Jinai ya kuboresha utendaji kazi wa taasisi zinazoshughulika na utoaji wa haki, iwe ya jinai au ya madai. Tutazidisha mashirikiano na jumuiya za wanasheria kama TLS, Jumuiya ya Wanasheria Wanawake Tanzania na nyinginezo katika kutoa msaada wa kisheria kwa wananchi wasio na uwezo kupitia Mama Samia Legal Aid Campaign. Ndugu zangu wana CCM na ndugu wananchi, kitupa tena ridhaa ya kuendesha serikali, yapo maeneo mahsusi ambayo tutayapa mkazo wa kipekee. Maeneo hayo ni vita dhidi ya rushwa, na kama mnavyojua, kwa kiasi fulani Tanzania tumepanda kwenye kuto kuendekeza rushwa. Tumeachana na mambo ya rushwa na hadhi yetu inapanda polepole. Kwa tutaendelea na vita hiyo, lakini vile vile maeneo ya utawala bora, maridhiano na upatikanaji wa katiba mpya ya taifa letu, na hata kulinda mila na desturi za Mtanzania. Maeneo haya yana umuhimu wa kipekee katika ustawi wa taifa na watu wake. Maendeleo jumuishi tunayokusudia hayana budi kuendana bega kwa bega na falsafa yetu ya R4. Tumedhamiria kwa dhati kuanzisha tume
ya upatanishi ili tujenge msingi wa umoja wa kitaifa. Matarajio yetu ni kwamba mtatukopesha imani yenu ili tuwalipe uadilifu na ufanisi katika kuitumikia nchi na kustawisha utu wa Mtanzania. Tanzania oye! CCM oye! Kazi na utu! Ndugu zangu wana CCM na ndugu wananchi, kabla sijahitimisha, nitumie fursa hii kuwakumbusha kujitokeza kwa wingi kesho kupiga kura. Haitoshi tu kuhudhuria mikutano hii ya kampeni. Kwenye mikutano alhamdulillah tulijaa wengi sana. Sasa wingi ule tukautafsiri ndani ya masanduku ya kura. Si vyema kubaki kujadili na kulalamika mitandaoni. Wanaofanya maamuzi ya mwelekeo wa nchi yetu ni wale wanaopiga kura na sio wale wanaonung'unika. Lawama, kebehi na matusi havichagui wala kubadilisha viongozi. Kura huchagua na kukataa viongozi wazembe. Twendeni kwa wingi wetu tukapige kura. Serikali imetangaza rasmi tarehe 29, yani kesho, kuwa ni siku ya mapumziko ili kutoa nafasi kwa wenye sifa za kupiga kura kushiriki bila vikwazo. Hii ni haki unayoipata siku moja tu ndani ya miaka 5. Itumie, isikuponyoke. Vyombo vyenye dhamana ya ulinzi na usalama wa nchi hii vinatuhakikishia kuwepo kwa utulivu na amani wakati wote wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Hivyo tujitokeze kwa wingi na tuhamasishane kwenda kupiga kura. Ndugu zangu wana CCM na ndugu wananchi, kwa pamoja tumefanya kazi kubwa ya kunadi ilani ya CCM. Na washukuru kwa kufanya kampeni za kistaarabu na zilizotawaliwa na hoja na sio kuzodoana. Mmeonyesha njia kwa vyama vingine kuendana na ukomo wa kidemokrasia. Vile vile navipongeza vyama vyote vya siasa kwa kuendesha kampeni za kiungwana na kushindana kwa hoja. Tumeshindana kwenye kujieleza namna tutakavyotekeleza ahadi zetu kwa wananchi wakituchagua, na sasa ni wakati wa kushindana kwenye maboksi ya kura. Niombe vyama vya siasa kuwa na utulivu na kuachia wananchi wafanye maamuzi yao. Ndugu zangu wa Tanzania, kupiga kura ni haki yako ili uweze kuweka madarakani viongozi unaowaona watakutendea mema mkiwachagua. Niwatake wa Tanzania twende kwa wingi kupiga kura ili tuimarishe demokrasia. Nitumie fursa hii pia kuwakumbusha ndugu zangu wana CCM na wapenzi wa chama chetu, Chama cha Mapinduzi, kwamba shabaha yetu ni kushinda uchaguzi huu, tena ushindi wa heshima. Hakuna upinzani dhaifu wala upinzani mwepesi. Tuendeni kwa nguvu zote. Tusiseme upinzani uliopo dhaifu au mwepesi, hapana. Tuendeni kwa nguvu zote tukachague wagombea wa Chama cha Mapinduzi. Tuendeni tukachague kazi na utu. Tuendeni tukachague CCM. CCM oye! Kazi na utu. Mwanza oye! Kesho tunafanyaje? 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 Tunatiki, tunatiki, tunatiki na tunatikisa nchi. Si ndio wana CCM? CCM oye! Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana. Kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram.